هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها الأحبة، katika darasa yangu iliyotangulia tulizungumza umuhimu wa sala kwa Muislamu. Tukasema hakuna kitu baada ya kuwa, kama tulivyozungumza, ra'sul islami, ra'sul amri al-islam. Kwa Muislamu, Uislamu ndo kila kitu. Uislamu ndo kila kitu. Wasema ra'sul amri al-islam. Uislamu ndo kila kitu. Wa amuduhu as-salah. Na nguzo ya Uislamu ni sala. Na tukazungumza umuhimu wa sala kwa namna tulivyozungumza, mpaka tukasema inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatu. Mpaka tukasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kitu cha kwanza atakachohesabiwa mja katika matendo yake, katika amali zake, katika matendo yake aliyotanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, cha kwanza kuulizwa siku ya Kiyama katika matendo yake, ataulizwa sala yake. Kuonyesha kwamba sala ni jambo la muhimu na zito sana kwa Muislamu. Baada ya kuwa Muislamu, hakuna chenye maana sana kama sala. Mazungumzo yangu ya leo nitazungumza kuhusu swala za kila siku. Swala 5 tulizo nazo ni swala za muhimu sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema 5 salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. Swala 5 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazifaradhisha kwa waja. Swala 5 ni wajibu. Lau kama Muislamu kwa siku nzima hakuswali zile swala 5, na sisi twajua maana ya kitu kuwa ni wajib,
Maana yake ukikifanya unapata thawabu, ukiacha unapata dhambi. Ndio maana ya wajib. Ukiuendea ule wajib, ukaufanya ule wajib, unapata thawabu. Lakini usipoufanya ule wajib, unapata dhambi. Kwa hiyo Muislamu, zile swala 5 alizofaradhishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa hakuswali swala ya asubuhi, kutokuswali kwake swala ya asubuhi kaandika dhambi, tayari ameandikiwa dhambi. Maana yake katika vitu vyenye kutupa madhambi Waislamu, kila tunapolala na kuamka ukutokuswali. Ikiwa umeamka asubuhi ukuswali ile swala ya asubuhi, kutokuswali kwako tayari umeshaandikiwa madhambi kwa kuiacha ile swala. Lakini ukiswali umeandikiwa thawabu, umeongeza katika akaunti yako ya mambo ya kheri, katika mambo yatakayokufaa siku ya Kiyama, umeongeza kwa kuswali ile swala ya asubuhi. Bila aksi, kinyume chake umepoteza, kwa sababu umekuza akaunti ya madhambi kuliko kukuza akaunti ya thawabu. Kwa hiyo Muislam ana kipengele kwa zile swala 5, zile swala 5 alizonazo za kila siku. Muislam ana kipengele katika akaunti zake mbili. Imma akaunti yake ikuwe ile akaunti ya madhambi kwa kuiacha swala, au akaunti ya thawabu ikuwe kwa yeye kuzipractice zile swala, kwa yeye kuswali zile swala. Kwa hiyo al-amru alaik, jambo la kurejea wewe mwenyewe, maamuzi yako. Ukiamka asubuhi kama Muislamu, wataka akaunti ya dhambi, kuongeza dhambi kwa siku ile, au wataka ile akaunti yako ya thawabu kukua kwa ile akaunti yako ya thawabu. Kwa hiyo ikiwa utaacha sala ya asubuhi, kwa ile sala ya asubuhi kuacha kwako, kwa sababu ilikuwa sala ya wajibu, kuacha kwako tayari umeongeza dhambi katika akaunti yako ya madhambi. Jana ukuswali, uliandikiwa madhambi ya jana. Leo hukuswali, umeandika madhambi ya leo. Kadhalika ukuswali sala ya dhuhuri, umeongeza dhambi. Ukiswali sala ya alasiri, umeongeza dhambi. Ukiswali sala ya magharibi, umeongeza dhambi. Ukiswali sala ya isha, umeongeza dhambi. Kwa zile swala 5 tayari umetengeneza mfumo wa dhambi unayotokana na vitu 5. Bado hatujazungumza kusema urongo kwako, bado hatujasema kula riba kwako, bado hatujasema kusengenya kwako, bado hatukuzungumza uzinzi wako, bado hatukuzungumza ule unafiki wako, bado hatukuzungumza kule kugawanya kwako watu, bado hatujakuzungumza kuvunja udugu wako na watu, bado hatukuzungumza funga yako. Pale pale tu kwenye sala yako huko sali, umeamka kwa siku swala zile 5, maana yake umeamua kuendesha akaunti yako ya madhambi kwa kutokuswali swala 5. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna shay'. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, atakaye swali swala 5, yule mwenye kuziswali zile swala 5 atakuwa hakupoteza chochote, hajapoteza chochote, bali kaongeza chochote. Kaongezea wapi? Kaongeza katika ile akaunti yake ya thawabu, kwa sababu utajua, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa kaongeza kwenye ile akaunti yake ya thawabu, kwa kuswali anapata thawabu, amekuza ile akaunti yake ya thawabu, akaunti yake inakuwa.
kwa kasali sala ya asubuhi, akaunti inakuwa, adhuhuri akaunti yake inakuwa ya thawabu, alasiri akaunti yake inakuwa, magharibi akaunti inakuwa, isha akaunti kwa siku. Alhamdulillah, akaunti yake inaingiza na inamea kwa thawabu anazozipata katika swala yake. Bal kwa kuswali zile swala tano, Muislamu kuzitimiza zile swala tano, kana lahu inda Allahi ahad, anatengeneza ahadi baina yake na Mola wake. Bal anapata ahadi baina yake na Mola wake. Ni wakati gani Muislamu aweza kuamka kwa siku kisha akawa ana ahadi baina yake na Mola wake? Ni pale anapoipractice swala. Akiswali anatengeneza na anaimarisha ahadi yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahadi gani? An yudkhilahu aljanna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaahidi wale wenye kuswali swala tano, kawaahidi na ahadi yao baina yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dukhulul janna, mkule kuingia pepo, mkule kupata makazi ya milele ya kudumu yaliyoandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkwenda katika yale makazi mema. Si kila siku sitaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe mwisho mwema? Kwani nini maana ya mwisho mwema? Mwisho mwema nkukupeleka katika makazi mema, na hakuna makazi mema ya mtu baada ya kufa isipokuwa makazi mawili tu. Ima uwe ni mtu wa motoni ndo yawe makazi yako ya kudumu, au uwe mtu wa peponi ndo yawe makazi yako ya kudumu. Kwa hiyo baada ya kufa kwako una makazi ya kudumu, lazima uwe nayo, makazi ya milele, na hayako isipokuwa kwa njia mbili tu, ima ni moto au ni pepo. Sasa tuambie, yule mwenye kusali zile sala tano ana ahadi baina yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ahadi yenyewe mkwenda yale makazi ya kudumu, maana yake mkwenda peponi. Kwa mwenye kuswali sala ngapi? Sala tano. Wa man lam ya'ti bihin, na yule ambaye hakuziswali zile sala tano, hakuzipractice zile sala tano, hakuswali, siku imempita, yeye hakujua kuna swala ya asubuhi na ni Muislamu, hakujua kuna swala ya dhuhur na nani Muislamu, sio hajali, sio alasiri hajali, akaenda na magharibi wala hajali, Muislamu yona wala hajali mpaka isha, wala hajali mpaka siku ikakatika, shekhi, na ule usingizi ambao nusu ya mauti pia na akalala. Anatema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, falaysa lahu inda Allahi ahad, huyu hana ahadi yoyote na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kuelekea motoni tu. Ndio imma shakiran wa imma. Sasa shakira ndo pepo, kafura ndo kuelekea wapi? Motoni. Bal Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akazungumza namna ya sala ikupelekayo peponi, sio kila sala. Na hapa hii nukta nyingine ya pili tumehama. Nukta nyingine ni kwamba, je, swala gani itakayonipa hiyo ahadi ya makazi ya kudumu ambayo ni pepo? Nkwa swala gani? Kwa sababu kuna sala hasa, na kuna mujarradu sala, na kuna ili mradi tu. Kuna sala mtu kaswali sawa sawa, kisha pana kuswali mtu kaswali ili mradi tu. Je, sala itakiwayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sala gani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu
ala ibadihi, swala 5 alizozifaradhisha Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Man ahsana udhuahun, yule atakayeboresha udhu wake. Swala inaanzia wapi? Kwenye udhu. Swala yako ili kupeleke peponi, je, udhu wake uliushika vipi? Udhu wake uliuchukuaje? Swala yako ni udhu wako. Namna ulivyoshika ile udhu wako na ulivyouendea udhu wako ndo wakupa uhakika wa swala yako. Ikiwa uliswali sawa, ulichukua udhu sawa sawa, ukatawadha, ukaboresha udhu wako, ukaupendezesha udhu wako, ukaleta zile sunna za udhu, ukafanya vizuri katika udhu wako, unakupelekea swala yako kwenda kuwa nzuri. Kwa hiyo sharti la kwanza ni udhu wako ule ukubaliki, udhu wako ule ukae sawa. Ukikaa ule udhu wako sawa, umeuboresha udhu wako, kisha uelekee kuboresha nini? Sala yako. Kisha baada ya kutawadha kwa mujibu wa kisheria, sio kupaka maji, kwa sababu utakuta leo kuna Muislamu lakini kutawadha hajui. Huyo hana uhakika na swala yake, kwa sababu swala inayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile swala tuliofunzwa na Mtume sallallahu, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah udhu. Mwenyezi Mungu katuwajibisha kushika udhu kabla ya kutuwajibisha katika nini? Swala. Mwenyezi Mungu katuambia udhu ni wajibu tunapotaka kuielekea nini? Swala. Na namna ya kutawadha, lazima ujifundishe namna ya kutawadha ili utawadhe udhu sahihi. Ule udhu ukiwa ni sahihi, na sala yako pia itakuwa sahihi. Lakini ikiwa udhu wako mko paka, ile sala yako ina mushkila pia. Una uhakika gani nayo? Ikiwa wewe hujui kutawadha, ile sala yako itakubeba vipi? Na wakati ili udhu swala yako ikubalike, sharti lake ni udhu. Ule udhu wenyewe uwe mwenye kukubalika. Kisha utakapo ufanya ule udhu vizuri, kisha sala yako ndio yenye kufanyaje? Yenye kukabili, itakubeba ile sala yako. Kwa hiyo cha kwanza mkuboresha ule udhu wako kabla ya kuielekea ile sala unayoendea kwa siku. Lakini akasema wasallahunna liwaktihinna, kisha baada ya kushika udhu wake vizuri akaswali ile swala on time, kwa wakati wake. Na Qur'ani yatufunza inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini ndugu zangu unaswaliwa kwa wakati wake. Swala bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swala yenye kuwa na uhakika, swala ile ya kutuvusha, swala ile ambayo tuna uhakika nayo ya kutuingiza peponi, ni ile swala ambayo huswaliwa kwa wakati wake, on time. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban, kwa mu'min swala huiswali katika wakati wake. Kisha faatamma ruku'ahunna wasujudahunna, kisha akaiendea ile sala yake namna alivyokuwa kiswali ile sala yake, ikawa ana rukuu vizuri. Kwa maana sio mujarradu ruku'i, sio ana rukuu tu ili mradi shekhi. Watakiwa urukuu vile ambavyo unavyotakiwa kurukuu. Shekhi, wakati mwingine mtu hajafika kwenye kurukuu ili mradi tu, matatizo. Unatakiwa urukuu sawa sawa, sio mujarradu ruku'i, sio ili mradi tu umerukuu. Unarukuu ili mradi tu, watu wameenda na wewe umeenda, lakini kule kwenda kwako, je, katika namna ya kurukuu umefikia kile kiwango cha kuhesabika hii ni rukuu? Kwa hiyo pia sala yako fanyaje? Uitazame. Wasujudahun,
Lakini hata ile sijida yako isiwe ni mujarradu sujuda, isiwe ni kusujudu tu ile mradi. Kuna mtu akiswali ukimwacha asali peke yake, namna anavyosujudu nkana kwamba yule ndege au njiwa anaokota punje punje. Njiwa anavokota punje punje kwa kudonoa, shekhi. Hana subra katika kusujudu. Au mtu hana subra katika kurukuu, ni papa. Unajiuliza hiyo dhikri ya wakati wa rukuu kaileta saa ngapi? Hiyo dhikru ya wakati wa kusujudu kaileta saa ngapi? Kwa hiyo ile swala ambayo itakaokuvusha wewe ikawa ni swala una uhakika nayo kwamba itakupeleka peponi, swala ile lazima udhu wake uwe ni udhu wa sawa sawa, na namna ya kuiswali uiswali sawa sawa, na namna ya kurukuu sawa sawa, na namna ya kusujudu nini sawa sawa. La wa khushu'ahun, bal akawa ni mnyenyekevu mno katika swala yake. Swala ukiwa we katika swala ni mnyenyekevu, kamtizameni Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, wakati maadui wanataka kumuua Ali ibn Abi Talib, ilikuwa wajiuliza engo sahihi na pahala sahihi pa kumuua Ali ibn Abi Talib ni wakati gani? Wakasema Ali ibn Abi Talib akiwa amelala bado nsimba tu, ghafla utashangaa, huwezi kumuua wakati akiwa amelala. Ali ibn Abi Talib Asadullahi al-Ghalib, simba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu akiwa ameenda sokoni huwezi kumuua. Sio sehemu sahihi, bado hujapata sehemu sahihi ya kumuua. Maadui wakatengeneza kikao cha mwisho, wakakubaliana, embu sasa tutoe maamuzi, sehemu sahihi inayofaa kumuua Ali ibn Abi Talib ni sehemu gani? Mmoja katika maadui akasema, mimi ninajua sehemu moja tu, lau tukimpata Ali ibn Abi Talib hapo ndo taweza kumuua. Akaulizwa ni sehemu gani na ni wakati gani Ali ibn Abi Talib yataweza kumuua kirahisi, ni mahala gani hapo? Yule akasema, Ali ibn Abi Talib, ukitaka kumuua Sayyidina Ali ibn Abi Talib huwezi kumuua isipokuwa atakapokuwa katika swala. Anapokuwa katika swala, Ali ibn Abi Talib huachana na ulimwengu wa dunia. Anapokuwa katika swala, Ali ibn Abi Talib ni ashaddul khushu'i, anakuwa ni mnyenyekevu sana katika swala, kiasi cha kwamba anahama ulimwengu wa dunia. Fi'lan wakamuaja Ali ibn Abi Talib, hawakupoteza muda. Walipoambiwa Ali ibn Abi Talib kufa kwake ni katika swala, hawakupoteza muda, wakasema tutaanza na hiyo swala ya kwanza ya alfajiri, ili tukimkosa katika swala ya alfajiri basi tukutane na Ali ibn Abi Talib kwenye swala ya nini, ya dhuhuri. Kwa hiyo akamwambia sehemu sahihi ya kumuua Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, hakuna sehemu taweza kumuua huyu Asadullahi al-Ghalib isipokuwa kumuua katika sala. Fi'lan Abdurrahman bin Muljim akachukua upanga wake akauivisha sumu sawa sawa, kisha akamuwaya Ali ibn Abi Talib msikitini kabla ya Ali ibn Abi Talib kufika. Akamkuta amelala kwa staili ya kuficha ule upanga wake, lakini Ali ibn Abi Talib, kwa sababu kulala kule hakuruhusiwi katika sheria ya Kiislamu, Ali ibn Abi Talib akamwambia, vipi umelala hivi msikitini? Ala kulli hal, Ali ibn Abi Talib akaielekea sala. Alipokuwa mihrabu pale, ndipo Ali ibn Abi Talib
akapigwa upanga wa kichwa. Walam yakhruj, unaambiwa Ali ibn Abi Talib kupigwa ule upanga wa kichwa, bado hakuwa na mawasiliano. Ashaddu Ali ibn Abi Talib alikuwa nani? Ashaddul khushu'i, alikuwa ni mnyenyekevu katika sala yake. Masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanapoingia katika sala, wamo katika ulimwengu mwingine. Wanapoingia katika sala wanajua kwamba mimi naenda kuzungumza na Mola wangu ambaye lau akitaka nitakuwa hai, na lau asipotaka uondosha uhai wangu. Nafsi biyadihi, yeye tu Mwenyezi Mungu akitaka uzungumza na yule aliyeniumba. Walikuwa wanyenyekevu masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Sasa undhura ila salatik, katizame sala yako namna unavyosali, ina khushu', ina unyenyekevu. Ile sala yako ya asubuhi unavyosali ina unyenyekevu ndani yake ili iweze kukuvusha. Sasa sala yenye kutuvusha ni ile sala ambayo ina khushu', ina unyenyekevu ndani yake. Bas ikiwa sala iko namna hiyo, umeiboresha udhu wake, umesali on time katika wakati wake, umetimiza vizuri kurukuu kwake, umesujudu vizuri, umekuwa mnyenyekevu katika sala yako, kana lahu inda Allahi ahadun an yaghfira lah. Huyu sala yake atakapoiswali kwa namna hii, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humsamehe madhambi yake. Humsamehe madhambi yake. Swala gani itakuondosha katika dhambi? Ni ile swala ambayo umetawadha vizuri, umeswali ndani ya wakati, umerukuu vizuri, umesujudu vizuri, umekuwa mnyenyekevu katika swala yako. Swala hii inakuvusha daraja la kwanza, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaghfir lak, anakusamehe. Penye sala pana kusamehewa madhambi. Sala ni kitu ambacho, hasa sala za kila siku, ni njia ambayo hutufutia madhambi yetu. Kwa kuswali kule unafuta madhambi yako. Kwa kuswali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yako. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'inda Allahi 'ahad in sha'a ghafara la wa in sha'a 'adhabahu. Lakini yule ambaye hakuswali zile swala tano, huyo ana ahadi ya kusamehewa na Mola wake. Amekosa ahadi ya kusamehewa na Mola wake. Kwa kuwa amekosa ahadi ya kusamehewa na Mola wake, kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda atamuadhibu, na akipenda atafanyaje? Atamsamehe. Ndio tunaambiwa ma min imri'in muslimin tahadhuruhu salatun maktuba, hakuna Muislamu yoyote atajiwa na sala ya faradhi, fayuhsinu wudhu'aha, akatawadha vizuri, wa khushu'aha, na akawa mnyenyekevu vizuri katika sala yake, wa ruku'aha, na akarukuu vizuri katika sala yake, illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub, isipokuwa sala atakazoziswali kwa namna hiyo, kutawadha vizuri sawa sawa, kuwa mnyenyekevu katika sala, kurukuu vizuri, basi swala ile inakuwa ni kinga na inampa nafasi na husamehewa madhambi kwa swala ile. Unatafuta wewe njia ya kupunguza madhambi uliokuwa nayo, swala yako inakufutia madhambi. Amka usali swala ya asubuhi. Swali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutoe katika madhambi. Swali sala ya asubuhi, ufutiwe madhambi. Swali sala ya dhuhuri, ufutiwe madhambi.
swali sala ya alasiri ufutiwe madhambi, swali magharibi, swali isha, madhambi yamekuzunguka. Njia ya kupata msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukuswali zile swala tano. Bal sio swala tano tu zinazofuta madhambi, sio swala tano tu, sio swala tano peke yake. Bwana Mtume anasema as-salawatul khamsu, swala tano, wal jum'atu ila al-jum'a, na ile swala ya kutoka Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, wa ramadhanu ila ramadhana, na zile swala special ndani ya mwezi wa Ramadhan, kama vile mathalan kwa wale wanaoswali tarawih, zile swala zinazokuwa haziwepo isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani tu, mathalan mukaffiratu ma bainahun, swala zile zinafuta nini? Madhambi. Ukienda kuswali swala ya Ijumaa, swala yako ya Ijumaa hukufutia nini? Madhambi. Unaposwali zile swala maalum katika mwezi wa Ramadhan, zile swala maalum ambazo haziswaliwi isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhan, ukaziswali Ramadhani mpaka Ramadhani, zile swala zako pia hukufutia nini? Madhambi. Maana yake swala kama swala hufuta nini? Madhambi. Mmoja wa masahaba anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotaka sisi tuelewe kuhusu swala tano, hizi swala tano tuelewe kuhusu swala tano, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alilazimika kutuelewesha kwa kutumia lugha ya mfano. Hakutosha tu Qur'ani, bal Bwana Mtume kuwaonyesha masahaba umuhimu wa swala tano, na namna swala tano zinavyofuta madhambi, na namna swala tano zinavyomfanya mtu akatangamaa, akatengemaa mbele ya Mola wake, akawa bora mbele ya Mola wake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alilazimika kutumia mfano. Wabihi akhtatim, namalizia kwa mfano huu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia masahaba zake, araaitum law anna nahara bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia, hivi mwaonaje lau mmoja wenu mlangoni kwake, katika nyumba yake, mlangoni kwake, ndani ya geti lake panapita mto wa maji, kisha ule mto wa maji uliopita pale nyumbani kwake, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, kisha yeye anakoga kwa maji yale ya mto ule, anakoga pale mara 5 kwa siku. Jambo hapa swala 5. Bwana Mtume huzungumza kwa nini? Kwa lugha ya mfano. Lengo ataka nini? Ataka tuelewe swala 5, namna zinavyofanya kazi nzuri kwetu, na namna zinavyokuwa ni kitu kizuri kwetu. Akamwambia, mwaonaje lau mtu akapitiwa na mto mlangoni mwake, kisha kwa siku akakoga mara 5. Ameamka asubuhi, maji si yako nje mlangoni mwake wa. Ameamka asubuhi, akaoga asubuhi. Imefika adhuhuri, akaoga adhuhuri. Imefika alasiri jioni, akaoga ile alasiri. Imefika magharibi, akakoga magharibi. Imefika wakati wa usiku kabla ya kwenda kulala, akakoga kabla ya kwenda kulala. Kakoga mara ngapi? Kaoga mara 5. Kaoga asubuhi, kaoga adhuhuri, kaoga alasiri, kaoga magharibi, kaoga na isha. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawauliza masahaba zake, tabaan namna kuoga au yameoga sawa sawa, Kwa sababu kuna watu leo ukimwambia kaoge, Sheikh anajua kuoga nkujimwagia maji.
akaingia ni peche tayari. Kuoga shekhi, zingatia neno kuoga. Kaoga kwa utaratibu mzuri, ana sabuni yake, kajisugua mwili wake, maji yako ya kutosha, kaosha masikio yake, kanawa uso vizuri wakati wa kuoga, kajisugua vizuri, yani kaoga. Shika neno kuoga, hajajimwagia maji, kaoga. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema sasa awe ameoga sawa sawa mara ngapi? Mara 5. Bwana Mtume akawauliza, hal yabqa min daranihi shay'u, akawauliza masahaba, je, huyu mtu atabakiza uchafu wowote ule kwenye mwili wake? Kaoga mara 5 kwa siku, kaoga vizuri kwa siku mara 5. Je, atabakiza uchafu wowote katika mwili wake? Masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la yabqa min daranihi shay'u, hata bakiwa na hata kiuchafu, hata bakiwa hata kiuchafu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia, fadhalika mathalu salawatil khams, anasema huo ndio mfano wa sala 5. Mtu anayeamka akaswali sala ya asubuhi, anaamka akaswali sala ya dhuhuri, anaamka akaswali sala ya alasiri, anaamka akaswali sala ya magharibi, anaamka akaswali sala ya nini? Ya isha. Sasa akimaliza kuswali hizi sala 5, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sema, yamhullahu bihinnal khataya, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamfutia makosa. Kama ambavyo yule aliyeoga hakubakiwa na uchafu wowote katika mwili wake, hakubakiwa na uchafu wote katika mwili wake, na huyu kwa kuswali sala 5 kwa siku vizuri sawa sawa, habakizi kosa isipokuwa limefutwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Habakizi dhambi isipokuwa imefutwa na nani? Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndo anatufunza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utaona swala 5, hizi swala 5 zina nafasi kubwa sana kwetu, na tusihangaike. Mimi nataka kufuta madhambi, nafutaje? Nataka kuondosha makosa ya kumkosea Mola wangu, nafanyaje? Practice salah, go to pray, nenda kaswali. Muda sala umeingia, nenda kaswali. Tuepuke kupuuza nini? Swala hii. Swala hii nimesema kila tunapoamka, maadamu ni Muislamu wa mukallaf, maadamu umekalifishwa na sheria, ujue kwamba swala ni wajib. Kwa kuwa ni wajib, imebeba sehemu mbili, ima ikupe thawabu kwa kuswali au ikupe dhambi kwa kutokuswali. Kwa unajiandikia mwenyewe. Katazame wiki nzima hii ambao sijaswali mimi, nimeandikiwa kila siku madhambi kiasi gani? Kwa sababu kila siku uandikiwa dhambi, kila swala unaiacha. Kwa siku umeandikiwa dhambi kiasi gani kwa kuacha swala ya wajibu? Kwa ndugu zangu, swala za kila siku za muhimu sana, na ninakuhusieni sana kama ambavyo ninahusia nafsi yangu. Tujitahidi sana, yani hatuna kitu kingine tofauti baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Swala kitu chenye kumpa hadhi Muislamu, akawa ni Muislamu mwenye hadhi, swala yake. Swala yake ndio inamfanya kuwa ni mwenye hadhi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili kujivunia mimi ni Muislamu na hadhi ya Uislamu, ni kule kupractice kwako swala, kuswali kwako, kule ndo kunakupa hadhi ya kuwa Muislamu mwenye hadhi.